Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Bwana Madam Nika, unaweza kuniita pia Veronica Hekwe. Ninamtukuza Bwana kwa neema yake ya pekee ambayo ameifanya. Amesema katika neno lake kwamba kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Hapo ulipo msifu Yesu Kristo, mpigie makofi, vigelegele, shangwe na ndelemo, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana. Ni Mungu juu ya miungu yote, ni mfalme juu ya wafalme wote, ni mtakatifu juu ya watakatifu. Yes, Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Ametupa neema mimi na wewe ya kuwa hai, hivyo atukuzwe katika maisha yetu. Atukuzwe katika maisha yetu ya leo na milele yote. Leo ninamtukuza Bwana kwa ajili ya somo, na kabla sijaenda kwenye somo langu nitaomba. Bwana Yesu, asante, ninakushukuru. Ninakutukuza kwa matendo yako makuu sana ambayo unayatenda kwenye maisha yetu. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu juu ya miungu yote, ambaye ndani yako ni mwana lakini ndani yako ni Mungu. Pokea shukrani, heshima na utukufu, kwa kuwa awezaye kutambua hilo Bwana ni kwa neema, ni wachache na si wote. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Tazama, umekusudia hili somo likapate kwenda kuwafungua watazamaji, wasikilizaji. Somo hili likapate kwenda kuponya, likapate kuokoa, na nafsi zetu, mioyo yetu, roho zetu zikapate kufunguliwa, na wewe upate kutukuzwa kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu, ninakushukuru. Neno hili likawe ni mbegu njema ambayo ikaanguke katika udongo mzuri, moyo mzuri ambao uko tayari kupokea na kubadilika na kuenda sawa na neno hili linavyotuagiza. Bwana, ninakuinua. Wewe ni nuru katika jina la Yesu, inayong'aa gizani. Kwa kuwa uling'aa gizani na giza halikukuweza kabisa. Tunakutukuza. Ni giza gani laweza kukuzuia Bwana? Ni giza gani? Hakuna giza, kwa kuwa ulisema imekwisha. Yote uliyamaliza pale msalabani. Nasi tunakushukuru, tunakushangilia, tunakutukuza. Bwana, vyote vilivyo vigumu vikageuke na kukutukuza. Yote yasiyowezekana yakageuke na kukutukuza, kwa kuwa Bwana unapita katikati ya yote na kuyafanya kuwa si kitu. Mawimbi yanayoinuka makubwa, yote yanayoinuka Bwana yanayeyuka, yanakuwa si kitu, yanakuwa si kitu. Bwana, ninakuinua, ninakutukuza Yesu Kristo. Zaidi yako hakuna mwingine, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana. Yesu Kristo anaokoa, anainua, anatakasa. Bwana ni mwokozi wangu, sitapungukiwa na kitu. And I know there is no one like him. Amebeba msamaha wa dhambi zangu zote. Simama tumsifu kwa pamoja. Ni Bwana, Yesu ni Bwana. Anasamehe, anaokoa, anakuinua. Yahweh, Ni kweli anaokoa Yesu Kristo, ni kweli anaponya, ni kweli anainua, ni kweli anafanya mambo yote ambayo hayawezekani hata kuwezekana. Ni kweli, ni Yesu Kristo pekee. Sio baba yako, sio mama yako, wala sio kaka yako, wala dada yako, wala sio mwalimu wako, sio bosi wako, sio wewe mwenyewe. Ni Yesu Kristo awezaye kufanya yote yasiyowezekana. Hakuna awezaye kufanya yale ambayo Yesu Kristo anayatenda. Hakuna awezaye kufanya yale ambayo anayatenda. Ukiona unafanya, basi yeye ndo anatenda ndani yetu. Kama alivyosema ya kwamba niaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atafanya. Naam, na kubwa kuliko hizi atafanya. Tunafanya mambo makubwa ya heshima kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana yawezekana ukawa ni mtu ambaye ulikuwa chini, baadaye akakupa neema ya kupanda. Ukapanda viwango na viwango. Ulikuwa mwimbaji, ukaanza taratibu, ukapanda, ukaanza kuona unakubarika. Wakati mwingine ni rahisi kujisahau na kuhisi kwamba ni kipaji chako ndio kinachokufanya unapata audience kubwa, watu wanakujia wengi, watu wanakusikiliza, wanakufuatilia.
unasahau kwamba ni Yesu Kristo ambaye anakuwezesha kuyaweza hayo yote. Unaweza kuwa pia ni mhubiri ambaye unahubiri, watu wanakuja maelfu na maelfu, watu wanakusanyika mamilioni, wanakuja ukafikiri wananijia mimi, ukaanza kusema mimi ni kama Mungu, mimi ni zaidi ya Mungu, mimi ukaanza kujinua. Yesu Kristo akiwa ndani yako atakuwezesha kufanya mambo makubwa, akiwa ndani yetu sote atatuwezesha kufanya mambo makubwa sana. Lakini kama ikifikia hatua tukasahau kwamba ni yeye anayetuwezesha, tukafikiri ni vipawa vyetu, vipaji vyetu, ni nguvu zetu, ni elimu zetu, na hapo ndipo itakuwa mwanzo wa kuanguka. Kwa sababu yeye akitoka, sisi tukianza kujiinua ndipo tunafanana. Ukisoma kwenye Yohana ile sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Mimi ni mzabibu, Yesu Kristo ni mzabibu, sisi ni matawi. Na anasema kama ilivyo tawi haliwezi kusurvive, haliwezi kuishi lisipokaa ndani ya mzabibu, vivyo hivyo na ninyi nanyi msipokaa ndani yangu msipokaa ndani yangu mtakuwa kama matawi yaliyokatwa yakatupwa nje na yakanyauka, yakakusanywa na kuchoma moto. Kwa hiyo tukikaa nje ya Yesu Kristo, hata kama ulikuwa unaimba namna gani, hata kama ulikuwa unahubiri namna gani, hata kama ulikuwa una jina kubwa, umefahamika watu namna gani, Yesu Kristo akiondoka utaona sasa, kwa sababu Yesu Kristo anatukamilisha, anaficha, anabeba udhaifu wetu. Kwa hiyo anapoondoka ndani yetu ndipo madhaifu yetu yanaonekana, ndipo aibu, fedheha zetu zinaanza kuonekana. Ndipo unaanza kuonekana huna Yesu tena. Zinaanza kuonekana tena zile aibu. Kwa sababu gani? Yesu Kristo ameondoka, umebaki peke yako. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Bwana, anaokoa, hakuna mwingine afanyaye kama yeye. Hakuna ulimwengu wa roho wala wa mwili awezaye kutenda kama Yesu Kristo. Somo langu la leo linasema Mungu ni mtakatifu. Somo langu la leo linasema Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Tasoma katika kitabu cha Walawi sura Mambo ya Walawi, katika Mambo ya Walawi sura 11 mstari wa 45. Mambo ya Walawi sura 11 mstari wa 45. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema, kwa kuwa mimi Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu, basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Narudia tena. Kwa kuwa mimi Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu, basi mtakuwa watakatifu. Agizo hilo. Kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa kuwa yeye Yesu Kristo aliyetutoa katika laana ya torati, aliyetutoa akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wake wa nuru. Kwa kuwa yeye ni mtakatifu, basi na sisi tuwe watakatifu. Kwa sababu yeye ni mtakatifu, basi na sisi tuwe watakatifu. Narudia. Kwa kuwa mimi Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri. Kwa kuwa Yesu Kristo aliyetutoa kutoka kwenye utumwa, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye kila aina ya mabaya. Kwa kuwa yeye ni mtakatifu, basi na sisi tuwe watakatifu. Mungu ni mtakatifu, aliyetutoa kutoka gizani. Anataka tuwe watakatifu. Kama alitutoa kwenye giza, matendo ya giza, matendo maovu, mienendo mibaya, mienendo ya ulimwengu huu, akisha tutoa gizani akatuleta nuruni, anatuagiza kwa kuwa yeye ni mtakatifu, na kwa kuwa tayari ameshatutoa katika matendo ya kufa, ameshatuleta huku katika nuru yake, anataka tuwe watakatifu. Tunapata wapi ujasiri wa kuweza kusema tunamtumikia Mungu lakini bado tunafungamana na dhambi? Tunamtumikia Mungu lakini kuna matendo ya giza bado unaendelea nayo.
Kwa kuwa yeye alitutoa, anasema kwa kuwa mimi Bwana niliwatoa Misri. Misri ni kule alikotutoa Bwana kwenye utumwa. Kila mmoja kuna sehemu Bwana ametutoa. Kuna wengine Bwana amewatoa kwenye kutegemea, wengine walikuwa wanaabudu miungu. Huko ni gizani. Kuna wengine alikuwa kila mwezi lazima aende kwa mganga wa kienyeji akatambike. Aende kwenye miungu yao ya miungu akatambike. Wengine wanaenda kwenye mambo ya mizimu, wengine wanatambika kwenye miti, watafuta miungu isiyokuwa hai. Amekutoa huko, lakini bado huku kwake, inaonekana huko kwake, lakini bado kuna matendo bado unaendelea nayo. Bado tena huo unarudi kule kwa waganga wa kienyeji. Bado tena unarudi kutafuta msaada kule ambako ulikokuweko. Bado tena unarudi kufungamana kule. Manake bado unaendelea tena uko nuruni, lakini mguu mmoja huku mguu mmoja kule. Anasema kwamba kwa kuwa mimi ni mtakatifu nanyi mwe watakatifu. Tunaihubiri habari njema ya Yesu Kristo. Anatuagiza kuwa tuwe watakatifu. Hatuwezi kutenda dhambi huku tunamkiri ya kwamba yeye ni mtakatifu. Wakati sisi matendo yetu, Biblia inasema tukiri alafu matendo yanamkataa. Watu walioko gizani wakituangalia waone tuna utofauti. Watu ambao bado wako gizani wakituangalia waone mwanga wetu ukiwamulika hadi waafishe uso wao. Lakini wakituangalia wakaona tunafanana nao, hata huyo Mungu basi hawatamtaka. Kitakachofanya wale walioko gizani wamtake huyo Yesu wetu ni baada ya kuona utofauti wetu. Wao wanaenenda katika matendo mabaya, katika matendo machafu yanayomchukiza Mungu, wakiamini wako sahihi. Lakini wakute sisi tunaenenda kwa kumpendeza Mungu, na matendo yetu ni matendo yanayofurahisha moyo wa Mungu, na ni matendo mema, matendo matakatifu. Na wakiangalia na hivyo waweze kuona, basi wajione wako uchi, wajione wako watupu, waseme tunataka kuwafuata hawa, kwa kuwa wana amani, wana furaha, wanaenenda katika utulivu. Waone kuna utofauti, waamue kuja. Sasa neno hili linatuambia kwamba kwa kuwa mimi Bwana niliyewaleta kutoka Misri, alikokutoa huko, alikokutoa kwenye dhambi. Wengine walikuwa ni watu ambao wameshindikana kwenye zinaa. Roho za zinaa zimewakamata na kuwatesa. Sasa uwezi ukatolewa kule na Bwana kwenye giza, ulikuwa ni mzinifu, ulikuwa mwasherati, na ukaletwa huku bado ukaendelea na uasherati. Hapana. Manake hakuna aliyezaliwa, hakuna ambaye ni mtakatifu, lakini wote tunakombolewa kutoka kwenye vifungo mbalimbali, kutoka kwenye mateso mbalimbali, kutoka kwenye utumwa. Kila mmoja tumekombolewa. Baada ya kuja kwake Yesu Kristo, ni lazima tuenende kwa kumfuata yeye, tufanane na yeye, na ndipo akae ndani yetu na si ndani yake. Hatuwezi tukaje kwa Kristo lakini bado tukaendelea na yale matendo yaliyoko gizani. Manake watakapotutizama hawatamuona ndani yetu, watajiona wao, na ndio maana hawataona utofauti wa wao na sisi. Ndipo watakapoona ni kitu cha kawaida. Lakini watakapoona sisi tumebadilika, ndipo hata watapotuona wataona aibu, watajiona wako uchi. Haleluya. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana ni mtakatifu, huyu Yesu wetu ni mtakatifu, huyu Mungu wetu ni mtakatifu, na sisi tunaoliitia jina lake, sisi tuliokombolewa tuwe watakatifu. Lakini tutasoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza. Soma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 13 hadi 19. Biblia inasema, kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni.
Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Unaona, neno la Bwana linatuhimiza kwa kuwa tayari tumeshafunguliwa kutoka gizani, kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye tamaa. Anasema kama watoto wa kutii tusijifananishe na tamaa zetu za kwanza, mienendo yetu ya kwanza. Na mwingine unaweza kukuta uko ndani ya Kristo, lakini kuna watu unawaangalia unaanza kutamani kutembea kama wao. Wale sio wenzako bado. Na unaweza ukabadilika, ukajikuta unawafuata wale, siku yake ikafika akakombolewa, ukabaki wewe uko kwenye mateso, ukabaki uko gizani. Anatuambia kwamba tusijifananishe na tamaa zetu za kwanza, za ujinga wetu. Haleluya. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, kama Yesu Kristo alivyotuita alivyo mtakatifu, anasema nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wetu wote anatuagiza tuwe watakatifu, tuwe wasafi. Tusimkiri kwa vinywa vyetu, lakini tukamkana kwa matendo yetu. Tusimkiri vinywani, lakini matendo yetu yakamkataa. Anasema kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Baba ya hukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Kwa hiyo tusiwe tayari kumwacha Yesu Kristo kwa sababu ya kuahidiwa fedha, kwa sababu ya kuona fedha mbele yetu. Tuwe tayari kutenda lolote baya kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya vitu viharibikavyo, kwa sababu ya vitu mbalimbali, kwa sababu ya mahitaji. Haleluya. Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Hatukukombolewa, fedha zilikuweko, hazikuweza kutukomboa. Dhahabu zilikuweko, hazikuweza kutukomboa. Anasema tumekombolewa. Tumekombolewa kwa damu ya mwanakondoo asiyekuwa na ila, asiyekuwa na waa, yani ya Kristo. Damu ya thamani ya juu sana. Tumekombolewa kwa damu ya thamani. Tusimwache Kristo Yesu kwa sababu ya vitu viharibikavyo. Kuna wakati mtu mwingine unaweza ukapitishwa kwenye mazingira ambayo ni jaribu, ni shule, ni chuo kwako, ili kwenda kwenye utukufu, ili kwenda kwenye hatua nyingine tena kubwa na ya heshima kuliko ambayo unawaza na unayoitaka. Lakini wakati wa kujaribiwa, wakati wa kuandaliwa na kutengenezwa, ukakosa kuwa na imani na kusubiri, ukaamua kumwacha Yesu Kristo kwa sababu ya fedha, ukaamua kumwacha Yesu Kristo kwa sababu ya vitu viharibikavyo, hii ni mbaya. Inakurudisha nyuma, manake unarudi tena gizani, unarudi tena gerezani, unarudi tena kwenye mateso. Na kitu chochote ambacho unakipata kwa njia ambayo haimpendezi Bwana, yani chochote ambacho unakipata hakiwezi kuwa na thamani, na hakiwezi kuwa na thamani wala faida kwako. Na si hivyo tu, bali kinakurudisha pia, kinahakikisha kinakutenga na upendo wa Kristo, kinakutenga na ile nuru, kinakutenga na ule mwanga wa Kristo, kinakutenga na ile neema, na kinakurudisha gizani. Manake adui anachokifanya, anahakikisha
Anakupa ni sawa na mtu anayekupa dhahabu, yani nje unaona ni dhahabu, kumbe ni jiwe la kawaida ila limepakwa dhahabu. Kwa hiyo unaona ni jiwe kama linang'aa kama dhahabu, kumbe ni jiwe la kawaida ile limepakwa linang'aa. Kwa hiyo unaona kinang'aa, unaona nimeitiwa kazi nzuri. Hii kazi kwani dhambi si mara moja tu, lakini nitamaliza, nitaendelea. Hii ni fursa nzuri sana. Kwani hii fursa na shida sana na pesa. Hizi pesa nikikata ili fungu hapa nikafanyia kitu fulani, nikafanyia mahitaji yangu, nitakuwa nimesogea. Kumbe unadanganywa, unajitenga. Shetani anahakikisha na kutenga na Kristo, kwa sababu dhambi ni uasi, na dhambi inatutenga na uso wa Bwana. Inatutenga, inatutoa kwenye ile neema. Na si kwamba unaposubiri wakati sahihi wa Bwana kwamba hautapata. Utapata, na utapata kilicho cha thamani na sahihi na kinachodumu. Lakini ukipata nje ya Bwana, vyote vinakufa. Kwa hiyo unakuwa ni kama umepewa jiwe ambalo limepakwa dhahabu feki. Ukipeleka wakienda kupima, hii sio dhahabu, ni jiwe hili. Lakini na baada ya kushtuka hapo, ukirudi kwenye uhusiano na Kristo, unakuta tayari na kule daraja lilokuunganisha limeshavunjwa. Sasa gharama ya kujenga hilo daraja, unajua kwamba ulichukua muda gani kutengeneza huo uhusiano. Kristo akawa ndani yako na ukawa ndani yake. Ile neema tayari adui anahakikisha amevunja, na alichokupa ni feki. Hakiwezi kukufikisha popote. Kwa hiyo jamani, neno la Bwana linatuambia yeye ni mtakatifu. Alitukomboa kutoka kwenye laana ya Torati. Alitukomboa kutoka gizani. Na alitukomboa si kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiyekuwa na kosa. Damu ya Yesu Kristo ilitukomboa kutoka gizani. Shetani asikudanganye. Asikudanganye akakuaminisha kwamba yeye ana baraka. Hana baraka. Shetani amekwisha kulaaniwa, na yeye amejaa laana tu. Ila anachokifanya ni kufanya mazingaombwe fulani hivi, kudanganya, kulaghai, kuahidi ahadi za uongo. Anadenda ili akutoe kwenye mstari. Hana baraka. Amejaa laana. Amejaa laana. Amelaaniwa. Hana baraka. Amejaa udanganyifu. Usimwache Yesu Kristo. Usijitenge na hii neema ya kukombolewa na kufumbuliwa. Tuishi maisha ya utakatifu. Ingia ndani ya Yesu Kristo. Mwamini Mungu kupitia Yesu Kristo. Ishi maisha ya utakatifu. Kwa pamoja tuishi maisha ya utakatifu. Na ndipo nguvu za Mungu zitakapotenda kazi ndani yetu. Mfano, unatumika madhabahuni. Yawezekana unaimba, yawezekana unahubiri. Unajisikiaje? Yaani unajisikiaje unavyotenda dhambi? Umetoka kutenda dhambi na unakuja unasimama, unashika mic, unahubiri. Unashika mic, unaimba. Nguvu za Mungu ziko ndani yako. Nguvu ya uponyaji, kwa sababu tofauti mfano kwenye uimbaji, kinachotutofautisha kati anayeimba nyimbo za kumsifu na kumwabudu Bwana na huyu anayeimba nyimbo za kawaida za kidunia. Manake huyu anaimba nyimbo watu waburudike. Watu wanaburudika. Lakini unayeimba kwa kumtukuza, kumsifu na kumwabudu Bwana, unaimba nguvu za Bwana zishuke, ziweze kuponya watu wake. Manake unaimba yeye mwenyewe ashuke, awafikie wale watu. Awafikie kwa kusikia, wanaosikiliza redioni, wanaoangalia, wanaokuwa kama ikiwa ni kwenye concert lolote. Basi tunapoimba, manake unaimba uwepo wa Bwana ushuke mahali hapo.
Sasa unapokuwa unatembea, unaishi dhambi na bado unang'ang'ana unataka kumtumikia Bwana. Maana yake unataka ufanye vyote viwili. Utembee kwenye dhambi na bado unataka ubaki na Bwana. Utaishia kubaki na kipaji, lakini hautabaki na huyo Bwana. Kwa kuwa yeye ni nuru, alivyo mtakatifu, hawezi kukaa pamoja na wenye dhambi. Anataka wewe ambao ulikuwa ni mwenye dhambi, amekutoa gizani, amekutoa kwenye dhambi, utakapokuja kwake uhakikishe unajisalimisha kwake. Na kila siku ubebe msalaba wako umfuate. Akusaidie kuvuka hatua kwa hatua, na ule utakatifu yeye ndo ataendelea kuongeza ndani yako. Hatuwezi kuwa watakatifu kwa nguvu zetu wenyewe. Lakini kadri ambavyo tunavyoendelea kumfuata, adui anajaribu kukuvuta nyuma. Adui anajaribu kukudanganya. Adui anajaribu kukuletea kila aina ya vitu vya kukudenda. Na ni kwa sababu anajua umechagua njia iliyo njema na iliyo sahihi. Anajua kabisa kwamba huko unakoenda huko ndo sahihi. Ili ujue, maana siku zote mtu anayekushawishi, anakushawishi sana. Anakushawishi ili mradi tu umfuate, huyo mtu sio sahihi. Mtu ambaye yeye siku zote, ndio maana Mungu yeye hamshawishi mtu. Yesu Kristo hamshawishi mtu, hamlazimishi mtu. Habari njema inahubiriwa kwa wote. Na ni wewe mwenyewe kuamua kumfuata au kuendelea kufuata matendo machafu, kuendelea kubaki gizani ili uweze kuchoma moto pamoja na shetani. Kwa hiyo sasa usishawishiwe ukaamua kuiacha njia ya uzima. Ni njia ambayo imejaa mema mengi, baraka, amani, ushindi, utulivu, hazina za Bwana. Utaziona, atakufunulia hazina zake. Utakuwa na akili yako timamu, utamtumikia Mungu. Utafanikiwa, lakini utakuwa na akili yako timamu. Shetani anachokifanya, anaonyesha kama anakufanikisha, lakini anakuondolea ufahamu. Ndio maana ukichunguza, ukifuatilia mtu yeyote ambaye anaweza kusema ana mafanikio, lakini ukimwangalia ndani yake ule ufahamu umeondolewa. Yaani shetani anakuondolea ufahamu. Anakuondolea, kuna kitu fulani ambacho Mungu anakuwa amekupa. Uwezo wa kuweza kutambua na kupambanua mema na mabaya na kuyafuata mema. Ule uwezo wa kuweza kuyafuata mema, adui anakuondolea. Anakupa ujasiri wa kuyafanya mabaya. Ndio unakuta mtu anajigamba. Mtu anatenda dhambi afa anaona yuko sawa na anataka asifiwe. Mtu anajigamba kwa mabaya alionayo. Shetani anajifanya kama anakufanikisha, anakuinua, anakupa vitu fulani, lakini anakuondolea ile hali ya ule uwezo wa kuweza kumfuata Bwana, ambaye ndo yeye aliye mtakatifu, ambaye ndo yeye aliyemtawala, ambaye yeye anavyo vya kwako vilivyo sahihi. Shetani anakuondolea nafsi, anachukua, anatega na kuiteka nafsi yako iliyo ya thamani mbele za Bwana. Halafu anakuacha kama mti ambao ndani yake umeliwa na mchwa. Sasa kwa nje inaonekana kama ganda linang'aa, lakini ndani ukipulizwa tu hivi na upepo unadondoka. Shetani asicheze na maisha yako. Tuko kwenye nyakati ambazo watu wanaziishi sana, wanaishi sana, wanafurahia giza. Lakini Yesu Kristo yu malangoni, anakaribia. Atakapokuja atatukutaje? Biblia inasema wakati wa Nuhu aliwaambia watu, alitangaza habari njema. Lakini watu hawakutaka kusikia na waliona kama vile anacheza. Lakini gharika ilipokuja, walipokimbia walikuta milango imefungwa. Sodoma na Gomora na wao walitenda dhambi, wakaona kitu cha kawaida. Na ndivyo ilivyo kama leo. Watu wanacheza na dhambi kama kawaida. Watu wengine wakisikia habari njema, anazima redio. Anazima TV. Anaona ya nini hii? Lakini Sodoma na Gomora, kiberiti moto uliposhushwa, wote waliteketea. Kwa sababu habari njema inapokuja, kubali kupokea na kufunguliwa na kubadilika na kumfuata huyu Yesu Kristo. Naye atakusamehe dhambi zako. Naye atakuokoa, atakuweka huru. Sisi sote tumefunguliwa, tumekombolewa kupitia damu yake
ya thamani, si kwa vitu vinavyoharibika. Unaweza kawa ni kijana, unaweza kawa ni mtu ambaye uko kwenye ofisi, kuna vishawishi vingi. Wengine kwenye maofisi mbalimbali wanaingiwa tamaa, wanaiba. Unaona wenzangu wanaiba na mimi ngoja niibe. Wanaiba, wanakuambia nachukua fungu hili hapa. Na wewe ndani yako unaona hivi kweli, mbona mimi sio mwizi, ngoja nichukue. Tayari umekwisha kurudi gizani. Maana utakuwa unamkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako, lakini matendo yako yanamkataa. Unajiburudisha. Unaonekana unakula vitu ambavyo ni vitamu mdomoni, lakini vinaenda kuharibu afya tumboni. Kwa nini tuonekane kwamba tuna mafanikio? Kwa nini tuonekane ulimwengu wa leo ni ulimwengu ambao watu wanajinua, yani mafanikio, yani mtu ambaye ana mafanikio akisimama ndo anaonekana ni mtu katikati ya watu. Na watu ambao wanaomthamini mtu anayeonekana na vitu katikati ya watu, hao watu na wao pia wana shida kichwani mwao, rohoni mwao, nafsini mwao. Yani mtu ambaye anaonekana na mafanikio, na ndio shetani amejaribu kuteka fikra za wengi kwamba watu wanaamini, unakuta watu wanasema pesa ndio kila kitu, pesa ndio kila kitu, pesa ndio kila kitu. Na yuko tayari kufanya lolote ili apate pesa. Yuko tayari kufanya lolote, liwe baya liwe zuri, yani yuko tayari kufanya lolote. Tayari wewe uko gizani, uko kwenye shida, uko sehemu mbaya. Tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika. Usikubali kuiacha njia ya uzima. Usikubali kumwacha Yesu Kristo. Usikubali kutembea gizani. Na wewe ambaye uko ndani ya Yesu Kristo, jikague binafsi. Wapi ninaenda vibaya? Neema bado ipo. Mwambie Yesu Kristo, mweleze nimetenda dhambi, nimeanguka, nimerudi nyuma, nimeenenda katika njia isiyopendeza, nimejifananisha na mienendo na tabia zangu za zamani, lakini leo ninataka unifungue. Ninaomba unitakase, unirejeshe tena utakatifu, unirejeshe tena ile furaha ya wokovu, unifungue, unitakase, kwa kuwa umesema katika neno lako ya kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe kama theluji, na zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Ni nini usiloweza kufanya? Ni jambo gani linalokushinda? Ninaomba unisamehe na uonyeshe kutubu na kuahidi kuacha kabisa, na ndipo Bwana atakapoweza kukufungua. Tunashinda yote kupitia Yesu Kristo. Hatushindi sisi wenyewe. Unapokuwa ndani yake utashinda vingi, kwa sababu yeye ni mzabibu. Haleluya. Haleluya. Wacha nisome katika hii Yohana. Soma kwenye Yohana sura ile ya 15. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Tumekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno alilotuambia tukae ndani yake naye ndani yetu. Tukae katika neno lake. Yale anayotuambia tusitende, tusiyatende. Ile njia anayotuambia tuifuate, tuifuate. Ndio tunakaa katika neno lake. Ndio tunakaa ndani yake. Anavyosema tumtegemee, tumtegemee. Pale ambapo anapotaka sisi, anapotuonya, yale anayotuonya tusiyafanye, tusiyafanye. Maana yake anasema kwamba tutasemaje kama tunampenda wakati hatushiki neno lake? Kama ikiwa unasema unampenda Yesu Kristo na neno lake unalikataa, unampenda kweli? Au unaongea kwa midomo yako unampenda, kumbe haumpendi? Tunampenda kwa kushika neno lake. Tukae ndani yake. Tumekwisha kusafishwa, tumekwisha kutakaswa kupitia damu yake. Na hivyo tuenende kama wana wa nuru. Tuenende kama wana wanaopendwa, ambao tumependwa, tumeokolewa, ambao tumefunguliwa, na sasa sisi tuko nuruni, na sasa sisi hatuko gizani. Haleluya. Haleluya. Na inawezekana pia ulikuwa uko gizani. Ulikuwa uko gizani na ndipo ukaweza kufunguliwa na kutolewa huko. Ninaamini ya kwamba kama tulikuwa gizani, sasa tumetolewa huko, ni wakati wa kuangalia mbele.
na si kuangalia huko tulikotoka. Tumekombolewa. Hatutaki kurudi tulikotoka. Kwa namna yoyote ulivyokuwa ukirudi ukiangalia ulikotoka, ni wakati wa wewe kuangalia mbele. Ndio maana na hata wana wa Israeli walipoanza kukata tamaa, wakilalamika, wakimwambia Musa, kule tulizoea tukila hiki na hiki, leo tuko hapa na Bwana bado aliwaonekania. Tunaona hasira ya Mungu ilivyowaka juu yao. Kuna hatua ambayo yawezekana umefika, lakini hiyo hatua wakati mwingine unawaza kurudi nyuma. Usiwazi kurudi nyuma. Endelea mbele. Endelea mbele, kwa kuwa mbele kuna ushindi. Mbele kuna baraka. Mbele kuna neema ya ajabu. Mbele baraka zetu zote ziko mbele. Ushindi wetu uko mbele. Sio huku nyuma. Haturudi nyuma. Kwa nini turudi nyuma tulikotoka? Tunatakiwa kwenda mbele. Yesu yuko mbele, tumfuate. Yesu yuko mbele. Hayuko nyuma tulikotoka. Ni wakati wa kwenda mbele. Mbele zaidi. Mbele zaidi. Mbele zaidi. Na ndiko tutakakoenda. Tutavuna, tutafurahi, tutashangilia. Mungu ni mtakatifu. Ametutoa gizani. Tuishi maisha ya utakatifu. Tuishi kama watakatifu. Wana tuliopendwa wa Mungu. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Tusikiri kwamba ni wana wa Mungu, lakini matendo yatutambulishe kuwa wana wa shetani, wa Ibilisi. Sisi ni wana wa Mungu. Unaimba, kaa katika utakatifu. Na ndipo nguvu za Mungu zitaonekana ndani yako. Na ndipo uweza wa Bwana utaonekana ndani yako. Unahubiri, kaa katika utakatifu. Kwa nini utake kuonekana maarufu, lakini Mungu akikuangalia anakuona wewe ni takataka tu? Manake shetani ni takataka tu. Manake takataka ndio zinazochoma moto. Tunapoanza kuenenda katika matendo ya kufa, matendo machafu, tunapoanza kuenenda kama wana wa giza, tunasubiri hasira ya Mungu, na hasira ya Mungu ni moto ulao utakao waka juu ya wote walioasi. Usije ukahukumiwa pamoja na walioasi. Ni wakati wako wa kubadilika. Mungu ni mtakatifu, basi na sisi. Bwana Yesu, asante, ninakushukuru. Neno hili likawa mbegu njema pamoja na Roho Mtakatifu akawe ndani ya kila mmoja ambaye Bwana umemkusudia leo, aliyesikia na kutazama. Bwana Yesu, kwa kuwa si kwa nguvu zetu, ni kwa neema yako. Ninakuinua kwa ajili ya ulimwengu wote. Kwa kuwa ulikuja ulimwenguni ili ulimwengu uokolewe katika wewe. Na Yesu Kristo, si kwa sababu ya elimu au kwa sababu ya nguvu au kwa sababu ya umri, bali kwa sababu ninakuamini. Na ndio maana ukasema, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atafanya. Bwana Yesu, ninakuamini. Ninaamini unaweza. Ninaomba ukajidhihirishe, ukaonekane, ukatembee na ukatende katikati ya watu wako. Walioko gizani wakapate kutoka gizani, Bwana. Wakaijue kweli. Walioko gizani, Bwana, wakapate kufunguliwa fikra na fahamu zao, waijue kweli yako. Watoke gizani, wapate kuja katika nuru, katika jina la Yesu. Neno lako likawatoe gizani. Waliokuwa Bwana wakikiri kwamba wanakupenda, wanakuamini, lakini wanaenenda gizani, Bwana, neno lako likawatoe huko. Nguvu zako na malaika wako wakawafungue, wakawatoe huko kwa jina la Yesu, kwenye vifungo mbalimbali. Watu ambao wako kwenye mashimo, wako kwenye magereza mbalimbali, magereza hayo Bwana, vifungo vikakatike kwa jina la Yesu. Hizo kamba zikakatike kwa jina la Yesu. Damu yako ikapate kuwaosha nafsi zao, na roho zao wakapate kufunguliwa, fikra zao wakapate kutakaswa kwa jina la Yesu. Wakafunguliwe Bwana. Mkono wako usiokuwa mfupi hata ukashindwa kuokoa, ukapate kuokoa. Umesema Bwana, mkono wako si mfupi hata ushindwe kuokoa. Waokoe wote walioko gizani. Kwa neema yako tunakuinua na kukutukuza, kwa kuwa hakuna mwingine
aliyetenda mambo makuu isipokuwa wewe. Hakuna mwingine aliyeweza kuokoa ulimwengu isipokuwa wewe Bwana. Ninakuinua ulimwenguni kote kwa jina la Yesu, ukajitwalie utukufu kwenye maisha ya kila mmoja mmoja wetu. Neema yako ya ajabu ikadhihirike. Wote wanaokutumikia Bwana katika uimbaji, katika kuhubiri, neema yako ikasimame Bwana. Tukakusifu katika roho na kweli. Tukakuabudu katika roho na kweli. Tukakuabudu kwa heshima na kwa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukawaponye walio wagonjwa, waliofungwa ukawafungue vifungo vyao. Walioko gizani ukawaangazie nuru yako na kuwatoa gizani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo akubariki sana. Mungu ni mtakatifu na sisi tukawe watakatifu. Amen.